Na habari za leo wanakibosha, habari za Ijumaa hii. Tumerudi tena kuendelea kuwapa habari. Ni mimi yule mwenyekiti wenu ambaye tuliwaahidi kuwa eneo hili korofi lenye urefu wa barabara wa mita 100 ambalo tumeshuhudia matukio mbalimbali yakitokea hapa, magari yakikwama, injini zikifa hapa. Tumeshuhudia tukiona wakina dada wakipoteza simu hapa. Tumeshuhudia tukiona wanafunzi wakiwa wanaenda shuleni wanadondoka wakishia hapa, bodaboda zikiteleza kudondoka hapa, magari yakigeuza kwa sababu ya barabara kuwa mbovu. Tumedhamiria, tuliwaahidi kuwa tunakwenda kuchonga barabara yenye urefu wa mita 100. Tunakwenda kuikarabati barabara, tunakwenda kuitengeneza barabara kwa kiwango cha zege. Sasa mambo ni bulbul. Tayari tumefanikiwa zoezi hilo kwa asilimia 40. Kama mnavyoona mbele yenu, ni barabara yenye urefu wa mita 60 ambayo tayari imetengenezwa kwa kiwango cha zege. Zege limemwagwa jana, zege linamwagwa leo, na leo tutapumzika kidogo kukusanya nguvu kwa urefu wa mita 60. Ndugu zangu, hamu yetu ni tuchonge barabara yenye urefu wa mita 100 na upana wa mita 8. Mpaka sasa tumefanikiwa kuchonga barabara yenye urefu wa mita 60, kumwaga zege kwenye hiyo barabara, kuifanya iwe barabara tayari kwa kutumika. Tunasubiri ikauke, tutahamia upande wa pili baada ya hapo. Lakini ndugu zangu, barabara hii yenye urefu 60 tayari kimsingi sasa tumemwaga zege kwa mark ya inchi 6 upana kutoka chini kuja juu, lakini pia upana wa barabara yenyewe ni futi 8 na urefu wake ni mita 60. Tukimaliza upande huu ambao mmeuona, tutahamia upande wa pili kwa upana huo kwa urefu huo ambako tutarudi tena hapa baada ya siku 3 insha Allah. Kisha tutamalizia hizi 40 zilizobakia. Tukikamilisha leo hizi mita 60 hapa, hii itakuwa inaifanya barabara hii iwe imewekwa kwa kiwango cha zege kwa asilimia 40 na kubakiza asilimia 60 tu. Ndugu zangu wanakibosha, kazi hii tunaifanya kwa nguvu za wananchi wenyewe wanakibosha, ambao wanatoa material wanaleta hapa site, wanatoa fedha wanaleta site. Wajibu wetu sisi ni kuwa waadilifu, kuitendea haki fedha yao, kuitumia kama kwa malengo ambayo yamekusudiwa. Watu mbalimbali wameleta michango, tumeikusanya kwa muda wote, tunaamua kuileta site hapa kufanya mambo yao. Ndugu zangu, tunawaomba msichoke, endeleeni kuleta mipango na wiwa kwa namna ambavyo ninaona jambo linaenda kuwa ya kwamba maeneo yote korofi at least tukae baada ya miezi 3 tumwage zege eneo korofi hata mita 15, mita 20, mita 30, mita 40, mita 100. Kadiri iwezekanavyo, jambo linawezekana. Tumelifanya leo, limedhihirisha kuwa linawezekana. Tunaendelea kufanya, tunaendelea kudhihirisha kuwa inawezekana. Ni mimi na wewe tukishirikiana, tunaweza kufanya barabara ya kwa Kibosha kuwa ya mfano. Barabara za kwa Kibosha kuwa za mfano kwa kata ya Mapinga, kwa wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani na kwa nchi nzima. Wala hatuna haja ya kulia wakati wote, TARURA njoeni. Tulie, whether TARURA wana budget au hawana budget. La, TARURA play role yao na sisi tu play role yetu. Sisi tuko field hapa, tuweke mambo yawe sawa sawa. Na ndugu zangu, mtajiuliza, mwenyekiti anayafanya haya kwa wajibu wake, kwa jukumu lake? Hapaswi kufanya haya mwenyekiti. No. Mwenyekiti na wananchi wake wanapaswa kufanya haya. Katiba imeeleza wazi wajibu wa mwenyekiti wa mtaa na wananchi wa mtaa, na wajibu wa kuletwa serikali ya mtaa, vitongoji na vijiji ni wananchi na mwenyekiti wao kujiharakishia maendeleo yao. Sisi si watu wa kulialia. Sisi tunataka tuidhihirishie katiba kwamba mamlaka haya tumepewa yako mahala sahihi, yanatendewa haki kwa namna iliyo sahihi. Hivi ndugu zangu, mtazameni mwanamama Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka yake ya utawala iliyoisha 5, ukiachana na hii ambayo ameanza sasa miaka 4 ile iliyoisha, Daktari Samia ameleta hapa kata ya Mapinga zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya maendeleo ya kata nzima ya Mapinga. Miradi imetekelezwa hapa yenye value zaidi ya bilioni 2. Ukilinganisha
na miaka 5 iliyoisha kwamba fedha zote zilizoletwa kwenye halmashauri nzima ya Bagamoyo ni bilioni 2 tu, wakati kwa Samia ni bilioni 2 kwa kata moja ya Mapinga, sawa na zaidi ya bilioni 10 kwa halmashauri yote ya Bagamoyo. Kwa nini tusimuunge mkono rais huyu? Kwa nini tusimuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan kwa vitendo? Sisi tunamuunga mkono mama kwa kufanya maendeleo, tunamuunga mkono mama si kwa kusema tu, kwa vitendo. Ni leo tuko barabarani hapa, ni leo mambo yanaenda hapa, ni leo barabara ya zege inaenda kuwa wewe kwa nguvu za wananchi. Ndugu zangu, mambo nimeyaona yanawezekana, mepesi mno, yako ndani ya uwezo wetu. Tunafanya leo hii, tunafika mwisho leo kwa mita 60, tutapumzika kidogo, kusubiri kauke, kukusanya pia nguvu, kumalizia upande wa pili, kukusanya pia nguvu, kumalizia mita 40, tutimize idadi yetu ya mita 100 za barabara eneo hili korofi. Hakuna tena kuharibu gari hapa, hakuna tena kupoteza simu hapa, kudondosha simu kwenye maji na kuhangaika kuitafuta. Hakuna tena wanafunzi hapa kudondoka, bodaboda kudondoka, hakuna tena. Ni barabara salama inaenda kuwa kutumika kwa wote, vyombo vya usafiri na raia mmoja mmoja, wanafunzi na watoto. Ni raha kweli kweli ndugu zangu, tukiamua tunaweza. Niungeni mkono mwenyekiti wenu, na mimi nitafanya uadilifu huku nikiamini Mungu ananishuhudia. Nitafanya wema nikiamini mwisho wa siku Mungu ndio mlipaji wa yote. Lakini furaha yenu wananchi wa Kakibosha ndio furaha yangu mimi mwenyekiti wenu. Asanteni, asanteni. Naomba kuwasilisha kwenyu taarifa hiyo ya kazi ya leo ambayo imepigika hapa kwa Kibosha, inaendelea kupigika hapa kwa Kibosha, yenye muda wa takribani siku 4 sasa. Asanteni, asanteni, asanteni. Nashukuru sana.